Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la vitendo vya ukatili dhidi ya binadamu katika makundi mbalimbali ndani ya nchi yetu. Nataka kujua ni upi mkakati wa serikali kuandaa vitengo maalum kwenye mashule, vioni, ngazi za jamii, maofisini na katika maeneo mbalimbali ili kusaidia kukabiliana na changamoto za vitendo vya kikatili zinapokuwa zinatokea katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Stella Fiayo, mbunge kutoka mkoa wa Songwe kama ifuatavyo. Tunayo na tunashuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee, walemavu na makundi mbalimbali kwenye jamii yetu. Serikali ina utaratibu na imejiwekea mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiasi kikubwa ukatili wa makundi haya. Na moja ya utaratibu huo, kwanza, Rais wetu wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda wizara maalum inayosimamia jamii na kuhakikisha kwamba inasimamia kupunguza na kuondoa au kumaliza kabisa ukatili juu ya makundi mbalimbali. Wizara hiyo ni maendeleo ya jamii, jinsia, watoto, wanawake na makundi maalum. Wizara hii imeweka mifumo ya kisheria inayomlinda kila mmoja ndani ya nchi na kumlinda dhidi ya ukatili wa aina yote ile kwa jamii. Kupitia sheria hizi zimeshirikisha pia wadau na jamii kwenye maeneo yetu, kwamba kila mmoja anatakiwa kuwa mlinzi wa kuhakikisha kwamba matendo yote ya ukatili yanayofanywa dhidi ya yeyote kwenye makundi haya ambayo yametajwa, tunayachukulia hatua dhidi ya wale wote wanaotenda matendo haya. Na tumeandaa utaratibu mzuri wa kuandaa madawati. Tumeweka madawati kwenye taasisi zote za umma kama vile shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya elimu ya kati mpaka vyuo vikuu. Tunayo madawati maalum ambayo yanatoa fursa ya yeyote anayetendewa ukatili kwenda kutoa taarifa, na pindi anapotoa taarifa hatua kali zinachukuliwa. Lakini tumepanua wigo pia hata kwenye taasisi zinazotoa huduma za kiulinzi kama vile jeshi la polisi, jeshi la magereza, nako pia tumeanzisha madawati maalum yanayomwezesha yeyote kutoa taarifa, kuhakikisha kuwa pale anapotendewa ukatili, basi kupitia zile sheria ambazo tumeziweka, yale madawati yanaweza kuchukua hatua kwa kumsaidia huyu ambaye ametendewa ukatili. Mkakati mwingine tu ambao sasa tunaufanya ni kuhakikisha kuwa tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, kushiriki kamilifu kutoa ulinzi kwa kila mmoja. Pale ambako mtu anaona kuna tukio la kikatili, basi achukue hatua mara moja ili kuwezesha jamii, kila mmoja kutimiza haki yake ya kupata huduma na kufanya mambo ambayo yanamletea maslahi kwenye maisha yake. Kwa serikali na mkakati huu wa kuanzisha madawati ndio unaotoa nafasi kwa wale wote wanaotendewa ukatili. Nitoe wito kwa jamii. Matukio haya ambayo yanajitokeza baadhi ya maeneo yanaondoa haki ya msingi ya kibinadamu pale anapotendewa ukatili dhidi yake, na kwa kila mmoja awe mlinzi wa matendo haya popote katika jamii yetu, kuanzia ngazi ya vitongoji, vijiji na maeneo yote. Pale ambako kunajitokeza jambo hili, basi tuchukue hatua dhidi ya wale ambao wanatenda matendo haya. Kwa kushirikiana wote tunaweza tukapunguza kwa kiasi kikubwa na kukomesha ukatili dhidi ya wote ambao wanatenda matendo haya. Kwa hiyo mkakati wa serikali utaendelea nao na tutaendelea kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba jamii inatambua umuhimu na inatambua wajibu wake
lakini pia tutaendelea kushirikiana na wadau ambao wameanzisha taasisi zinazosimamia kupinga ukatili dhidi ya makundi haya, na pale ambako tutakuwa kuna umuhimu wa kuona namna nzuri ya kuhakikisha kwamba jamii inaishi ikiwa inatendewa haki, ikiwemo na taasisi za haki ya binadamu, tutaendelea kushirikiana nao tuweze kukomesha au kupunguza au kukomesha kabisa ukatili dhidi ya makundi mbalimbali ambayo tunaishi nayo kwa jamii. Asante sana Mheshimiwa Spika.